الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم الذي بلغ رسالة وعاد الأمانة وجاهد في الله كجهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. Watukufu wa Islam, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumo katika miezi ambayo kwamba ni mitukufu kwa Mwenyezi Mungu. Tumepitiwa juzi na mwezi ambao kwamba ni mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani tunaingiliwa na msimu mwingine ya miezi ambayo kwamba ni mitukufu kufuatana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu baada ya kuumba viumbe, katika vile viumbe Mwenyezi Mungu ametukuza vile viumbe juu ya viumbe vingine. Mwenyezi Mungu kuna zama amezitukuza kushinda zama zingine. Kuna masiku ambapo ameumba masiku na kuna masiku ambapo Mwenyezi Mungu ameyatukuza kushinda masiku zingine. Mwenyezi Mungu ametengeneza miezi na kuna miezi ambazo kwamba amezitukuza zina matukufu kushinda miezi zingine. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran. Idadi ya miezi ya Mwenyezi Mungu aliyoipanga ni miezi 12. Idadi ya miezi aliyoipanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12 fi kitabillah, ambapo kwamba ndio iliyomo kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Idadi ya miezi ya kutimiza mwaka mzima ni miezi 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ardi, na hii ni utaratibu wa mpangilio wa Mwenyezi Mungu aliyoweka tangu alipoumba mbingu na ardhi, akaitekeleza zama zitakwenda kwa mzunguko wa mwaka mzima, ambapo katika mwaka itakuwa ni miezi 12. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: minha 4 hurum, katika hizo miezi 12 kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu. Dhalika dinul qayyim. Katika utaratibu hii wa miezi na taratibu wa zama hii, mwenye kuendeshana na kufuata taratibu za mpangilio wa Mwenyezi Mungu, hiyo ndio dini ambayo kwamba imeshanyoka. Kisha akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: fala tadhlimu fihinna anfusakum, msiye
wenye kudhulumu ndani ya hiyo miezi anfusakum, nafsi zenu. Kuna miezi minne ambayo kwamba ni mtukufu, basi Mwenyezi Mungu asema ndani ya hiyo miezi mtunge msidhulumu ndani yake nafsi zenu. Dhuluma namna gani? Msifanye maasi yoyote katika hizo miezi mtukufu. Kwa kuchunga utukufu na heshima hizo miezi, usiwe wenye kufanya ndani maasi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ala inna zamanu kad istadara kaayati yawmi khalaqa samawati wal ardh. Ala tanabba, inamjue inna zamanu kad istadara, zama zimekwisha zunguka, kahayati halqa samawati wal ardh, zimerudi vile kama vile alivyoziumba Mwenyezi Mungu. Manake ilianza mwezi wa kwanza ni umefika mwisho, ilipokoma 12 inakoma hapo, inaanza tena mwezi wa kwanza. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 sana, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurum, ndani ya hizo miezi 12 kuna miezi minne ambao kwamba ni mitukufu. Thalathatu mutawaliya, miezi mitatu zinafuatana, wa huwa Dhulqaadi wa Dhulhijja wal Muharram, nao ni mwezi wa mfungo pili, mfungo tatu na nini na mfungo 4. Kwa taratibu gani? Baada ya Ramadhani tunaingia mwezi wa Muharram, hiyo ndio mfungo mosi. Waswahili wanapanga hiyo ndio mfungo mosi, mwezi wa kwanza baada ya Ramadhani. Lakini Ramadhani Kiswahili, Waswahili wanaifungia kwa Ramadhani ni nafunga 12. Tukianza Muharram tunaanza Shawwal, tukianza Shawwal inakuwa ndio mwezi wa kwanza, ndio mfungo wa kwanza. Maana kwa Waswahili wakitumia wao sema hiyo ni mfungo 6. Sasa mfungo 6 ama mfungo 10. Sasa mfungo 10 itakaziwiane. Wao Kiswahili mfungo mosi ni Shawwal, mfungo pili Dhulqaada, mfungo tatu Dhulhijja, mfungo 4 ni Muharram, ambapo kwamba kwa kalenda yetu ya Kiislamu mfungo 4 ndio mwezi wa kwanza kwa kalenda ya Kiislamu, mfungo 4. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, asanatu 12 shahra, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurum, ndani ya hizo miezi kuna miezi minne ambapo kwamba ni mitukufu. Thalathatu mutawaliya, katika hizo miezi mitukufu Mwenyezi Mungu ametukuza 3 zinafuatana, ambapo kwamba ni Dhulqaadi na Dhulhijja na Muharram, mfungo 2 na mfungo 3 na mfungo 4. Kisha akasema wal Shaaban wa Rajabul Mudhari, kisha kuna Rajabu ambao kwamba ni Mudhari, akaita Mudhari alladhi baina Jamadul wa Shaban, ambao kwamba ni kati ya mfungo ngapi? Mfungo 9 na 10. Ndio Rajab, kati ya mfungo 10, kwa kaida baina ya mfungo 10 na mfungo 8 na mfungo 9 na mfungo 10. Hii ameita Mudhara. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii Mudhara ni kabila lilokuwepo na lilikuwa kikichunga sana, kiheshimu sana hizi miezi ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitukuza. Na hizi ni miezi si tu Uislamu ulipokuja ulizitukuza, wale waliokuwepo katika kabla ya Uislamu walikuwa wakizitukuza, na walikuwa hawawezi kufanya maasi katika mambo kufuatana na hao wale waliojua ni mambo maovu, hawangeweza kuzifanya katika miezi kama hii. Na hata walikuwa ni watu waliozoea kupigana vita, ikifika miezi kama hizi wanasimamisha vita, hawapigani tena vita. Na hawa ndio walioleta matatizo, kwa sababu ya kuheshimu miezi kama hii.
lao wamo kwenye vita wakaona hapana, hii vita nitakana tuiendeleze, na hii mbele yetu kuna mwezi ambao kama mtukufu, wanaamua kutangaza leo Mwenyezi Mungu amekwisha songesha mwezi ule mtukufu unaofuata, haitakuwa mwezi hii, utaanza mwezi utakaokuja. Sasa hii wataiweka kwanza ni mwezi ambao kwamba si mtukufu, wakaianisha ikapatikana mwaka unamalizika kwa miezi 13 ama 14, sababu wao wanaamua hii hatutakuwa hii mwezi unaofuata itakuwa mtukufu, sisi mpaka tumalize shughuli zetu, utakaofuata utakuwa mwezi wa mtukufu, sisi tusimamishe mambo ya vita. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndikateremka hii aya ya kusema miezi ni 12, hakuna cha kuzidia hiyo wala hakuna cha kusongesha cha kuzidisha, ili kwa sababu ya maslahi. Miezi ni 12, zikiingia na ile kiingia kila mwezi upate nini? Upate matukufu yake. Na ndio hii miongoni mwa miezi hii tumesema hizi miezi ni Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram, hizi zinafuatana. Sasa ndani yake tunapata mwezi wa nini? Wa Dhulhijja, ambao ndani yake yafanyike ibada tukufu. Na hata hivyo maadamu imeingia Dhulqaada, ni miezi itakana tuheshimu. Tayari imeshapanda Dhulqaada, Dhulqaada imeshapanda, siko kwenye Dhulqaada. Dhulhijja iko karibu kuandama, tunaelekea Dhulhijja, na hii yote ni miezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nini? Tuzitunguze ndani yake. Sasa imeingia msimu wa Dhulhijja, imeingia msimu wa Dhulhijja. Kwenye Dhulhijja inatekelezwa ibada ambayo kwamba ni tukufu, ibada ya al-Hajj, ibada ya al-Hajj. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa kuitukuza, na hii al-Hajj imefungana na Nabii Allah Ibrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutengeneza makazi kwa al-Kaaba pale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia nini? Adhini fil nas bil hajji, waadhinie watu, watangazie watu kuja kufanya nini? Kutekeleza ibada ya nini? Ya al-Hajj. Nabii Allah akashangaa, na mimi sauti yangu ndogo. Mwenyezi Mungu akamwambia wewe lingania tu, kila mtu pale alioko katika ulimwengu mzima atapata ujumbe huo, kwa kuwa watu waweze kutekeleza nini? Ahadi. Hapo amwambia adhin fi nas bil hajj, waadhinishe watu, watangazie watu waje kufanya ibada ya al-Hajj. Ya atuka rijala, kuna wenye watakuja kwa kutembea kwa kule kufanya ile ibada ya nini? Ya kufanya ibada ya al-Hajj. Wa ala kulli dhamir, na kuna wenye watakuja juu ya kila sampuli ya kipandio. Wa ala kulli dhamir wayatina min kulli fajjin amin, na watatoka kwenye pembe zote za nini? Za ulimwengu. Wewe tangaze. Na hii inasema wito huu unaiti kila mwenye kupokea na kwa tayari kwenda kuitekeleza hii ibada ya al-Hajj. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Walillahi ala nasi, ni kwa ajili tu ya Mwenyezi Mungu kwa watu, hijjul bait, kwenda kuifanya hii ibada ya haji, man istata'a, kwa kila mwenye uwezo, ilayhi sabila, ya kwenda njia hiyo. Kwa hivyo hii ni lazima, amri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu ni juu ya watu kwenda kufanya hii ibada ya al-Hajj. Kwa yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemweza kumpa neema ya kupata uwezo wa kufanya nini? Al-Hajj. Kisha akasema wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, yule ambaye kwamba atapata uwezo na kisha hakuweza kuifanya hii ibada ya al-Hajj, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Yeye ni mkwasi, amejitosheleza na ile nini yake. Kwa hivyo itakuwa amekufuru yule ambaye Mwenyezi Mungu amempa uwezo kuweza kuni, atakuwa amekufuru. Na hii ni moja katika zile nguzo tano za Uislamu. Kwa hivyo hakuna namna hatunaweza kuiepa isipokuwa kama tu hukuweza kupata uwezo.
Mtume sallallahu alayhi wasallam asema buniya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa kwa mambo manne. Shahadatun an la ilaha illa Allah, ya kwanza inakuwa ni shahada, kukubali kuwa hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammad rasulullah, na Muhammad ni mtume wake. Wa ikami salati, nguzo ya pili kusimamisha swala. Wa itai zakati, na kutoa zaka. Wa hijjul baiti, na kuanza kuhija al-Kaaba. Wa saumu Ramadhani, na kwenda na kufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo hii ni moja katika nguzo tano za Uislamu Mwenyezi Mungu akaifaradhisha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akanadi kama anavyosema Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema hatwabana Rasul sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alituhutubia, faqal, akasema ya ayuhan nasu, enyi watu, inna Allah kad faradha alaykumul hajj, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia nyinyi alhaji, fahujju, basi itekelezeni ibada ya hija. Pia kaipokea Abu Huraira hadithi nyingine akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man hajja, mwenye kutekeleza ibada ya alhaji, walam yarfath, na hakufanya mazungumzo walam yarfuth, na hakuweza kufanya mazungumzo maovu, walam yafsuk, na hakuweza kufanya vitendo vya ufasiki, tajaka yaumu waladatu umuhu, anarejea kama vile alivyozaliwa na mamake. Alhajj, kwenda kuitekeleza ila haji ni kwenda kujitakasa. Haji, kutekeleza ibada ya alhaji ni kwenda mtu kwenda kujitakasa, na kama taratibu zake mwenye kwenda hija ni mtu ambaye kwamba anaenda kufunga na kuchunga yale, tena aomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mambo mengi kwenda kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale makosa ambayo kwamba aliyafanya, na awe atakoma na amalize. Na mwenye kutekeleza hiyo hija ambayo kwamba ni nzuri, wakati mtu ameatia azma naenda kufanya ibada tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kufanya alhaji na kuomba. Manake nini? Siku ambayo kwamba ni bora ni siku ya kusimama Arafa, na dua yake haipiti patuku, dua yake haipiti patuku. Ndio mara nyingi wale wenye kwenda kwa hija tunawaomba na sisi kutuombee, na sisi wenye tumebaki nyuma, na mimi na haja yangu, na mimi niombee Mwenyezi Mungu anisaidie. Maanake dua inaoomba kwenye Arafa ni ile dua yenye kukubaliwa. Kwa hivyo wakati mtu anaenda analeta toba ya kihakika na asirudie tena yale alikuwa mtu, ndio akasema ikiwa mtu hakuingia kwanza, inatakana iwe na sakina na utulivu ile ibada ya alhaji, asifanye kufanya fujo, asifanye kufanya nini mbaya, afanye mambo ya ufasi kama vitendo vyovu, akaifanya ile haji kwa uzuri. Akiimaliza kwa uzuri, anafutiwa madhambi yake yote, wa kharaja kayaumi waladatuhu ummuhu, na akarudi akabaki bure bila madhambi, kama vile alipozaliwa, bila kama hana madhambi yoyote. Kisha sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-umratu ila al-umratu kafaratu lima bainahuma. Al-umratu ila al-umratu, kufanya umra mpaka umra nyingine kufuta madhambi iliyoko baina yao. Manake hija kwa maisha ya mtu ni kwenda kuifanya hija safari moja, lakini unaweza fanya ziada kama una uwezo na wepesi, unaweza fanya zaidi, lakini ile ya faradhi ni ile mtu kuifanya mara moja. Umra mtu unaweza fanya wakati wote, na thawabu zake. Kwenda kufanya umra kila mwezi unaweza fanya. Kwa hivyo na hii pia inafuta nini? Yale makosa uliyoko. Kwa hivyo asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umra, kufanya ibada ya umra mpaka kuifanya tena mwakani. Umra kafaratu lima bainahuma,
ni inafuta yale makosa mtu alifanya baina kati yake. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaan ila aljanna, na hija ambayo kwamba ni bora haina malipo ingine isipokuwa mtu kuingia nini? Kuingia peponi. Mtu atie azma yake nzuri na awe hii ndio kukomesha kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu, alete toba kwa yale ambayo kwamba yaliyotangulia na akomeshe, akaomba dua Mwenyezi Mungu amfutie madhambi, na akaanza akimaliza ibada ya alhaji huwa hana madhambi yoyote, na ni ahadi kupitia kwa nini? Kwa sauti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye kutekeleza ibada hiyo kwa utulivu na namna inayokuta, anasema nini? Hakuna jamalipo ingia isipokuwa ni mtu kuingia peponi. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ayyul amal afdal, ni amali gani ambayo kwamba ni bora? Qala imanu billahi wa rasulihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kila thumma madha, akaulizwa Mtume sallallahu, baada ya kuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, gani amali ambayo kwamba ni bora? Qala aljihadu fi sabilillah, kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kila thumma madha, kisha akaulizwa ni gani? Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhajjul mabrur, kufanya haji yenye kukubalika, maana ndani yake ambapo mtu hatarejea tena kwenye maasi. Ile mtu anatia azma hatarudia tena, analeta toba ya kisawasawa na ameenda kujitakasa, hatarudia tena kwenye haji. Hii ndio ibada. Amekuweka kusudio, aloweka kusudio, mimi naenda kufunga kabisa, ile nipitikiwa imepita na nienda al-haji. Baada al-haji akajua mimi nimekosha kujitakasa, na hakurudi tena kwenye kumkosea ama kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio ibada ambayo kwamba inatosha. Ingawaje jihadi pia ni bora na ni muhimu. Bibi Aisha akimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna nara jihadu, hii tunaiona kama jihadu ni amali ambayo kwamba ni bora na ni muhimu. Sasa sisi pia tuingie jihadi tukapigane, sababu wanawake hawaingii vita, wanawake hawaingii. Bibi Aisha anamwambia sisi tunaona ina fadhila kubwa, mwenye kupigania dini ya Mwenyezi Mungu anakufa akifa anakufa nini? Shahid. Kile Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nini? Kuna jihadi nyingine ambayo kwamba ni bora, sema na fafihima. Akimuuliza kuna wazazi wawili kama wako fafihima, sawa, hiyo pia ni nini? Ni jihadi ambayo kwamba, lakini jihadi ambayo kwamba ni bora zaidi nini? Hii kwenda kufanya al-haji iliyo bora, haja yenye kubaliwa, aseme inashinda yule mtu aliouawa kwenye vita akipigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuiweka nini? Nia, dhamira ambayo kwamba ni nzuri, akaenda kufanya nini? Kwenda al-haji. Kwa hivyo insha Allah Ta'ala, Ijumaa itakayofuata tunaweza kuizungumza al-haji, namna inavyofanywa al-haji, namna inavyotekelezwa insha Allah Ijumaa itakayofuata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum jami'il mu'minina wal mu'minat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barakatum. Wal man tawadda wa rahmuhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amara, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabihati bi qudusi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukbiran wa amara, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا منهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. أقيموا الصلاة.